tumesema kwamba kama serikali, kama kuna mtu yoyote ambaye ameathiriwa na ule ubakaji, basi ajitokeze, lakini sio vizuri kwa viongozi wa kisiasa kutumia njia hiyo ili kuweza kupandisha hamaki kuu kwa wananchi kwa visingizio. Kwa sababu kama kuna ubakaji, basi mtu ambaye amebakwa ajulikane ndio huyu na alibakwa na nani, kwa sababu sheria ya mambo hayo ya Sexual Offences Act ya mwaka 2006 ipo na kuna adhabu kali, lakini sio kusema tu mambo unapatiana takwimu lakini hakuna kudhibitisha. Hilo sio jambo ambalo ni nzuri zaidi. Nafikiri hata wale ambao wamepatikana wakifanya njama za kiuhuni na mmewashika nyinyi kama vyombo vya habari, basi huo ushahidi kama huko, polisi watachukulia, upeleka kwenye polisi, wachukue hatua wale ambao wameonekana wakifanya ule uhuni. Lakini msimamo wa serikali ni kwamba hakuna njia ambayo yote ama kwa njia nyingine ambayo tunaweza kusheheni uhuni na gunism. Huo sio msimamo wa serikali. Tunakashifu vitendo kama hivyo, na hata ile ripoti ambayo tumeipata ni kwamba sasa watu wamejipanga, wamekuwa organized, mpaka wanarecruit wengine online. Sio vizuri hata kidogo, kwa sababu tukiendelea hivyo nchi inaweza kusambaratika, na hilo sio jambo ambalo tunalitarajia, na serikali itachukua hatua kupitia asasi zake za kiusalama. Lakini pia wanasiasa waache kuwa kila mtu ana vikundi vyao, vijana ambao wanatumia kama mambo ya security na kuvurugana na kadhalika, na sio jambo ambalo limeanza sasa hivi. Ni jambo ambalo limekuwa kwa muda, kwa muda, ni kwa sababu nyingine tunaliangazia sasa hivi, lakini ni jambo ambalo limekuwa katika siasa zetu. Mambo ya rules imekuwa pale. Tuje katika swala la pesa la wazee, ndio mwaka umeanza tayari na pesa zimewekwa. Kwa hiyo tutaanza mwezi wa Julai, hata bado hujaanza watu kulipwa, lakini watakuwa wakipatilia zile pesa, na hilo ni jambo nzuri zaidi. Kwa hivyo inaendelea kama vile ambavyo serikali imefanya haya maamuzi. Kwa hivyo wazee wetu waendelee kutusaidia kule mitaani ili waweze kuwa salama kwa njia hiyo. Vincent Afande, rafiki yangu, mambo ya Afrika Kusini tunayashughulikia vizuri sana, na tayari Waziri Mkuu Musalia Mudavadi alitoa taarifa, nafikiri wiki moja na nusu iliyopita, wakiwa na Katibu Mkuu Roselyn Njogu. Tunaendelea kuwafadhili wa Kenya ili waweze kurudi vyema, na takwimu zinaendelea zikibadilika, tutaendelea kuwapatia kulingana vile ilivyo. Lakini kumbuka kwamba Mheshimiwa Rais alikuwa kule Afrika Kusini na wakakuwa na kikao kizuri sana na rais wa kule Ramaphosa. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo tunafaa kuliangazia zaidi, ili Wakenya wote wakuwe salama. Lakini nitoe kauli mbiu niseme kwamba sisi sote ni Waafrika. Tusionekane kama tunazozana Waafrika kwa Waafrika. Let's not try to look like we are fighting amongst Africans. It is important for South Africans and Kenyans and the whole of Africa to know that we are one people. We have the same destiny. We need to accommodate one another. That's why Kenya has actually opened its borders to many people from different nationalities, because our diversity is our strength. And I believe that the many South Africans that are living in Kenya, they are safe, and we continue to protect them. So that is something that I would like to say, that we live together as Africans. But Kenya is taking care of its citizens through the various measures that have been taken by the State Department for Diaspora Affairs under PS Roselyn Njogu and the Prime Cabinet Secretary, who is the head of the Ministry of Foreign Affairs, Foreign Diaspora Affairs, Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi. On the issue of Ebola, I think we have a very good relationship with the US. We strengthen it. The president has pronounced himself on this. We are not just looking at one facility. There are 23 others to help our country. But let's not also spread rumors, just because some international media has commented about us. As far as we are concerned, we are not aware of those allegations of, I don't know who is in what facility. We are not aware as a government, but we continue to strengthen, our relationship. I've already spoken about the $1.686 billion agreement that we have to strengthen our systems. Tuje kwa ndugu yetu Mwasia, mambo ya ukalao yamepita. Mshindi alishatawazwa, akatangazwa, na rais alisema wiki iliyopita tusonge mbele, tujenge nchi. Katika chaguzi 10, broad-based, serikali ya broad-based imeshinda 29. Sasa wewe utalia kimoja tu. Na ndio tunasema kama kuna mahali kuna dosari imetendeka kule ukalao,
pengine wananchi wanaona hivi, tuzungumziane. Kuna muda mrefu kutoka sasa mpaka uchaguzi unaokuja wa mwaka 2017 tarehe 10 mwezi wa Agosti. Tutazungumziana pale, lakini usitumie uchaguzi mmoja kusema tuko mbele. Hata kura zote za maoni ambazo zinapigwa, Mheshimiwa William Ruto ndiye amesonga hapo mbele. Kwa hivyo tunajua kulingana na vile ambavyo mambo yapo, kuteleza sio kuanguka. Na kujua kuanguka sio mwisho wa ufishi. Tunasonga mbele, tunaangalia tujue nini ambacho wananchi wanasema. Tunawazungumzia kivipi? Matakwa yao ni magani? Nini ambacho kimebadilika? Nini ambacho wanahisi pengine tofauti? Tunasema kwamba watu wa Mlima Kenya wasitoke kwenye serikali waende kwenye upinzani. Nilikuwa katika upinzani miaka mingi sana, miaka iliyopita. Sidhani ni haki ikuwe ipo kwa na hii serikali ni yetu. Kwa hiyo ni jambo ambalo tutaendelea kulifanya, lakini kama vile wewe mwenyewe ulivyosema, my friend, 9 out of 10, I think you have an A. You can't say 1 out of 10 is a failure. 9 out of 10 is good. Yeah. So we thank God for that. And even when you look at elections in Kenya, really, even last election, we won by 234,811 votes. That was 1.69%. That means our democracy is maturing, even if it's as close as it can be. Look at the last 3 elections. That is how the governments have been formed, with a very small percentage margin. But then at the same time, in politics, when you win, you have won. There is no number 2. When you win, you have won. And we believe very strongly that the Kenyans, having started to see what the government has been able to do with regards to the 5 pillars of the better plan, over 32,000 stadiums have been built. We have the affordable housing, over 273,000 units. We have over 580,000 Kenyans who have gone to work abroad, giving us over $5 billion, 660 billion Kenya shillings. Having seen what the 6,000 kilometers of roads that we are constructing across the country, soon we are going to start paying pending bills over 200 billion shillings so that when the circulation ya pesa. Having seen how we have done well in very many sectors of the economy, in the digital superhighway, we are way on our way to ensure 100,000 kilometers of fiber and the various Jitume hubs. All of those things that we are doing currently, Kenyans will definitely give an opportunity for our president to be re-elected. Look at the Nyota Fund, the way it has benefited over 122,000 youth. It has never been done like that before. Over 3 billion shillings was just disbursed about 2 weeks ago. And actually a week and 3 days ago. Across 18 platforms in the country. We have been able to give over 8 billion on Hustler Fund. There is no other government that has been able to do this. So really, even it's out track record. This is the government. That one I can tell you. And it's not psychophancy. It is not kupaka chupa kwa chupa. Abana, that's the reality. But if it's about politics and unity, there is no other representative government as the progress government. There is no community that is not represented here. Even minorities are represented. And more coming. So really we are there. We are there and we are moving. And we are moving forward together, united. And of course, there will be challenges here and there, and they must be addressed as we go by. But the idea is constant engagement, and that is why we have these press briefings every Monday, every other Monday. And if we need to quickly respond to your questions, you ask us, and we respond to it. Good. Kuna swali jingine? Bas. Yes? Any other? Hakuna. Bakiri. Hii moja tu. Haya, sema yako. You are the only lady now who is. Usitoke hapo useko hujadibiwa swali.